الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo Jumatano ya tarehe 8 mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين. hii ndiyo madhehebu sahihi na ndiyo njia ya sawasawa yenye hikma nyingi, na hilo ni kwa njia mbili. Hii ndiyo madhehebu sahihi. Ipi? Hii ya kupitisha nusus za Qur'ani na Sunna zinazofahamisha sifa za Allah, kuzipitisha juu ya dhahiri yake inayofanana na Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo madhehebu sahihi na njia sawasawa, njia yenye hikma nyingi. Wadhalika liwajhain, hilo ni kwa sababu ya njia mbili. Qala rahimahullah: al-awwalu أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة. hii ni kutabikisha kwenye kutimia. Tatbiqun tamun ni utekelezaji uliotumia kwa yale ambayo yamefahamishwa na Qur'ani na hadithi, min wujubil akhdhi bima jaa fihima, ambapo ni ulazima wa kukamatana na kuchukua yale yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna, min asma'illahi wa sifatihi, katika majina ya Allah na sifa zake. Kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf, kama anavyojua hilo yule mwenye kufuatilia kwa ilmu na kwa uadilifu. Kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf, kama anavyojua hilo mwenye kufuatilia kwa ilmu na kwa uadilifu. Kwa hii njia ya kwanza ni kwamba utekelezaji ulio kamili wa vile ilivyofahamishwa na Qur'ani na Sunna ni kutekeleza hiyo, kupitisha nususi hizo ala dhahiriha. Athani, njia ya pili, ayuqala, ni kusemwa inna alhaqqa imma an yakuna fima qalahu salafu au fima qalahu ghayruhu. Haki ima iwe ni kwa yale walioyasema as-salafu, watu wema waliopita waliotangulia, au kwa walioyasema wengineo. Athani, njia ya pili, an yuqala inna alhaqqa imma an yakuna fima qalahu salaf au fima qalahu ghayruhum. Haki ima iwe ni ile inayosemwa na salafu salih, watu wema waliopita, au haki iko katika maneno walioyasema wasiokuwa hao. Qala wathani batil, hilla pili ni batil, kwamba haki iko kwa walioyasema wasiokuwa salaf, hii ni batil. Haki ni iliyo katika yale walioyasema watu wema waliopita, masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Qala waddalilu ala hadha alhasri qawlu Allah azza wa jalla: famadha ba'da alhaqqi illa aldhalal. Hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotevu. Kwa haki ni moja tu, na haki ni ile ambayo imesemwa na watu wema waliopita, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, si waliosema khalaf, waliokuja nyuma baada ya hao salafu salih. Idhan falaysa hunaka qismun thalithun, hakuna sehemu ya tatu. Imma an yakuna alhaqqu fi ma qalahu salaf au fi ma qala ghayruhum. Ima iwe haki ni kwa yale walioyasema as-salafu salih, au iwe haki ni kwa walioyasema wasiokuwa hao. Wa kulna an yakuna alhaqqu fi ma qalahu as-salafu lialla yaqula qa'il au fi ma qalahu tarafun thalith.
فإذا قلنا أو فيما قال غيرهم فهو يشمل. kwa hiyo haki ni moja tu, na haki ni walioyasema hawa as-salafu salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na tabi'un na atba'u tabi'in, ndio haki hiyo, hakuna haki nyingine. li'annahu yalzamu minhu an yakuna as-salaf min as-sahaba wat-tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan au dhahira. Kama haki haipo kwa salaf, italazimu kuwa hao salaf ambao ni masahaba na wenye kuwafuatia kwa wema wamezungumza batil, itakuwa wao ndio wamesema batil kwa uwazi. walam yatakallamu marratan wahidan la tasrihan wala dhahiran bilhaqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu. itakuwa hawajasema hata mara moja si kwa uwazi, hawajaisema haki ambao ni lazima kuitakidi. idhan wa hadha yastalzimu an yakunu imma jahilina bilhaqqi wa imma alimina bihi lakin katamuhu. na hili linalazimu kuwa ima hao salafu salih hawakuijua haki, na ima waliijua haki lakini waliificha. wakilahuma batil, yote hayo ni batili. haiwezekani kwamba salafu salih hawakuijua haki wajue haki hiyo al-khalaf, na haiwezekani kuwa wameijua haki wakaificha. yote haya mawili hayawezekani. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. kubatilika hili lazim lenye kulazimi inafahamisha ubatilifu wa hilo lenye kulazimiwa. fata'ayyana an yakuna alhaqu fima qalahu as-salaf duna ghayrihim. hapa fata'ayyana italazimu kuwa haki ni ile waliyosema hao salafu salih duna ghairihim, kinyume cha wengineo. قال الشيخ هذه كلها أدلة عقلية منطقية واضحة لا محيد عنها. zote hizi dalili za kiakili, dalili za kimantiki za wazi ambazo huwezi ukazikimbia dalili hizi. imma an yakuna alhaqu fima qalahu as-salaf rahimahullah au fima qalahu ghayruhum wala yakhruju an hadha. haki ima itokane na waliosema salafu salih waliosifiwa na Allah na mtume wake, au haki iko katika waliosema wengineo ambao hata hawakusifiwa na Allah wala mtume wake. يقول الشيخ رحمه الله katika sharh, والذي يقول ذلك قد نقول إنه كافر لأنه إذا كان هؤلاء لم يتكلموا إلا بالباطل فهذا أكبر العيب والقدح فيهم. لأنه كيف يمكن أن يكون صدر هذه الأمة لا يعلمون الحق فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ هذا لا يمكن. anasema kwamba as-salafu wamesema batil, huu tunaweza tukasema kwamba huu ni kafiri, sababu ikiwa hawajazungumza salafu salih, hawajazungumza isipokuwa wanazungumza batil, hii ni aibu kubwa na ni illa kubwa kwao. na Allah angewasifu vipi hawa masalafu kwamba kumbe wanaelezea batil? Kwa nini Allah anawasifu? Kwa nini mtume amewasifu kama wamezungumza batil? idhan li'annahu kayfa yumkinu an yakuna sadru hadhihi al-umma la ya'lamuna al-haqqa fima yataallaq bi asma'i llahi azza wa jalla wa sifati. Vipi itawezekana kuwa mwanzo wa ummati huu ambao ni masahaba hawajui haki katika mambo ambayo yanahusiana na majina ya Allah azza wa jalla na sifa zake? Hadha la yumkin, hii haiwezekani. لأننا لو فرضنا جهلهم لكان من بعدهم من باب أولى. لو tukakadiria kwamba ni wajinga hawajui hao masahaba, ingekuwa walio baada yao ni aula kwamba ni wajinga pia. أيضا لا يمكن أن يكتموا الحق
pia masahaba haiwezekani wao kuficha haki, lihirsihim ala nashri alilmi wa badhlihi waljihadi fi usulihi ila ahlihi, kwa sababu ya kufanya pupa kwao kuieneza ilmu na kuitoa na kufanya jihadi kuifikisha ilmu kwa Waislamu. Fala yumkinu an yaktumul haqqa, pia haiwezekani masahaba kuficha haki. Wa kaifa yumkinu wa hum yatluna qawla Allah ta'ala, vipi itawezekana hivyo na hali wao wanasoma maneno ya Allah mtukufu, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Masahaba wanasoma aya hii, as-salaf wote wanaisoma aya hii na wameifahamu. Wale wanaoficha aliyotuteremshia Allah minal bayinat, ambao ni uwazi, wal huda, na mwongozo kamili, baada ya kuwabainishia watu katika kitabu, wanaoficha hao wao Allah amewalani, na wenye kulani pia wamewalani hao. Haiwezekani hiyo kwamba masahaba wameficha haki. Allah asingewasifu katika Qur'ani kumbe wameficha haki, isingekuwa kuna sifa nyingi za masahaba zipo katika Qur'ani, na Allah hajui kama hawa wameficha haki akawasifu na huko hajui kama wameficha haki. Hiyo ni mustahil kwa Allah. Kwa hiyo wanaosema kwamba masahaba wamefanya batil au wamesema batil katika kuelezea sifa za Allah na majina yake, asema Sheikh, huu tunaweza tukasema huu ni kafiri. Naam, sababu anamtuhumu Allah pia huyu. Kwa nini amewasifu watu wanaosema batil? Ukafiri wake unakuja hapo huyo. Kwa nini Allah amewasifu masahaba na masahaba kumbe wameelezea batil, wameficha haki wakaelezea batil? Ukafiri wake unakuja hapo mtu huyo. Ndio maana Imam Tirmidhi rahimahullah, Abu Isa anasema anayewakejeli masahaba huyu amekejeli Uislamu. Anayewakejeli na kuwajarhi masahaba huyu amefanya jarhi ya Uislamu, kwa sababu wao ndio waliosambaza Uislamu baada ya mtume, ni masahaba. قال الإمام الترمذي الإسلام دار والصحابة بابها. Uislamu ni nyumba na masahaba ndiyo mlango wa kuingilia katika Uislamu. Kwa anayewakejeli masahaba amekejeli Uislamu. Unifahamu? Kwa ni jambo mustahil kwamba masahaba hawakuijua haki au wameificha haki wakaelezea batil. Ni mustahili hiyo. قال الشيخ القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. القسم الثاني بعد القسم الأول تلويلزيه كنيوما. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا القسم الأول kwa watu waliogawanyika sehemu tatu. Sehemu ya pili ndio hii, ni wale waliojalia dhahiri iliyokuja katika nususi za sifati ni maana batili ambayo haifanani na Allah. Hawa ni alqismu thani minan nas. Sehemu ya pili ya watu ni waliojalia dhahir inayokuja haraka katika nususi za sifati, aya na hadithi zinazoelezea sifa za Allah ni maana batili ambayo haifanani na Allah, wa huwa tashbih, nao ni tashbih. Wa abqau dalalataha ala dhalik, wakabakisha ufahamisho wa nususi hizo kwa hilo.
wanamfananisha Allah au wanafananisha sifa za Allah na sifa za viumbe vyake. Hawa ndio mushabbiha, wanaofananisha sifa za Allah wanazifananisha na sifa za viumbe vyake. Allah ana uso kama nyuso za wanadamu, Allah ana masikio kama masikio ya wanadamu, Allah ana macho kama. Hawa ndio mushabbiha. Qala wa haulai humul mushabbiha, hawa ndio mushabbiha wenye kumfananisha Allah na sifa za viumbe vyake. Wa madhhabuhum batilun muharramun min iddati awjuh, madhehebu hao yao ni batili na ni madhehebu yenye kuharamishwa kwa njia nyingi. Wa madhhabuhum, madhhabul mushabbiha batil muharramun min iddati awjuh, madhehebu yao ni batili na yenye kuharamishwa kwa njia nyingi. Nasallallahu as-salama. Qala haulai qalu nujri ayati as-sifati wa hadithaha ala dhahiriha lakinnahum yaj'alunaha min jinsi sifati al-makhluqin. Anasema Sheikh, hawa mushabbiha wanasema tupitishe hizi aya za sifat na hadithi zinazoelezea sifa za Allah tuzipitishe juu ya dhahiri yake, lakini wanazijalia sifa hizo ni katika jinsi ya sifa za viumbe. Yaquluna na'am Allahu lahu wajhun, Allah ana uso, lakinna wajhahu mithlu wajhi nnas, lakini uso wake ni kama nyuso za watu. Walahu yadun wa yaduhu mithlu aidi nnas, Allah ana mikono, lakini mikono yake ni kama mikono ya watu. Wahakadha yaqulun fi baqiyati sifat, hivi wanasema katika sifa zote. Haulai samahum ahlus sunnah wal jamaa mushabbihatun mumathila, hawa ndio wanaitwa mushabbiha mumathila, wenye kuzifananisha sifa za Allah na sifa za viumbe vyake. Madhehebu haya ni muharram, ni haramu mtu asiitakidi vitu hivyo. Sisi wenyewe hatujafanana, tutafanana na Allah muumbaji wa kila kitu. Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul al-basir. Qala wal ahsan an yuqala al-mumathila, vizuri zaidi ni kuitwa hawa mumathila. Lakin nahnu mashayna fi hadha at-ta'bir ala ma alayhi aktharu al-musannifin warraddu alayhim min wujuh. Kuwarudi hawa ni kwa njia nyingi, hawa mushabbiha al-mumathila. Alwajhu al-awwal, njia ya kwanza ya kuwafanyia raddi hawa, annahu jinayatun ala an-nusus, ni kwamba madhehebu yao na itikadi yao hiyo ni jinaya, ni kosa la jinai kwa nususi hizi za Qur'ani na Sunna. Wa ta'tilu laha anil muradi biha, na ni kuzikana nasi hizo na makusudio yake, kuzikanusha nususi hizo za Qur'an na Sunna na ilivyokusudiwa na Allah. Fakaifa yakunu almuradu biha at-tashbih, vipi itakuwa muradi wa nususi hizo Qur'ani na Sunna zinazofahamisha sifa za Allah, vipi zinafahamisha kufanana na viumbe vyake? Waqad qala Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah anasema hivi, hasa itakuwaje sifa zake zifanane na sifa za watu, na huku amesema hivi? Mmenielewa? Idhan hadhihi jinayatun adhima ala an-nusus. Athani, njia ya pili ya kuwaradi, anna al-aqla dalla ala mubayanati al-khaliq lil-makhluq fi dhati was-sifat. Akili pia inafahamisha kukhtalifiana na kupambanukana muumbaji na viumbe katika dhati na sifa. Akili iliyosalimika pia inafahamu kwamba muumbaji na viumbe sifa zao ni tofauti katika dhati yake na sifa zake. Fakaifa yuhkamu bidalalati nusus ala tashabuhi bainahuma, vipi itahukumiwa ufahamisho wa nususi hizi za Qur'an na hadithi kufanana baina yao, baina ya muumbaji na viumbe? Hakuna mwenye akili salim ambaye anafahamu hivyo kwamba Allah amefanana na viumbe vyake. Hakuna mwenye akili salim.
Mmeelewa? Hadha aidan dalilun aqliyun. Sheikh asema hii ni dalili ya kiakili, wa huwa anna al-aqla dalla ala mubayanati al-khaliq lilmakhluq fi adh-dhati was-sifat. Akili inafahamisha kwamba mubayana ay mukhalafati al-khaliq lilmakhluq fi adh-dhati was-sifat. ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. hakuna yoyote anayedai kuwa sawa muumbaji na kiumbe katika dhati yake wala katika sifa zake. Hadai hivyo isipokuwa mtu mukabir, mtu mwenye kibri. Tumeelewa? Hii ni njia ya pili ya kuwafanyia raddi hawa mushabbiha almumathila. الثالث njia tatu, أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف فيكون باطلا. مفهوم hii, ufahamu huu waliofahamu hawa mushabbiha wanaofananisha sifa za Allah na sifa za viumbe vyake, mafuhumu hii, ufahamu huu waliofahamu katika nususi hizi za Qur'ani na hadithi, ufahamu huo una khalif walivyofahamu watu wema waliopita katika nususi hizo. Fayakunu batila, ufahamu huo utakuwa ni batili, si wa haki. Fayakunu batila, ufahamu huo utakuwa ni batil, sio ufahamu wa haki. فإن قال المشبه، أسمع شيخ، فإن قال المشبه أن أو إن لا أعقل من نزول الله ويده إلا ما للمخلوق إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. huyu anayefananisha sifa za Allah na sifa za viumbe vyake akisema mimi sielewi, mimi sifahamu kushuka kwa Allah na mikono yake isipokuwa mfano wanavyofahamu kwa viumbe katika huko kushuka na mikono. Yani kushuka kwa Allah ni kama kushuka kwa viumbe vyake wanavyoshuka katika ngazi au katika ndege. Kadhalika mikono yake sifahamu isipokuwa mikono yake ni kama mikono ya viumbe vyake. Akisema hivyo huyo mushabbih, ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa ma mithla ma lilmakhluqi min dhalik. والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. أسمع الله عز وجل الله mtukufu hatuelezei isipokuwa yale tunayoyajua na tunayoyafahamu. Akisema hivyo huyo mushabbih, fajawabuhu min thalathati awjuh, jawabu lake huyo ni kwa njia tatu. Ahaduha anna alladhi khatabana bidhalik huwa alladhi qala an nafsihi laysa kamithlihi shay. Huyo aliyetuambia hivyo ndiye aliyetuambia kuhusu nafsi yake hakikuwa mfano wake kitu chochote. Wanaha ibadahu an yadribu lahu al-amthal, Allah huyo akawakataza waja wake kumpigia mifano, au yaj'alu lahu andadan, au kumfanyia washirika. Faqala fala tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Msimpigie Allah mifano, Allah anajua na nyinyi hamjui. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. msimfanyie Allah washirika na hali nyinyi mnajua kwamba yeye yuko peke yake. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. maneno ya Allah mtukufu yote ni haki, husadikisha baadhi yake kwa baadhi nyingine. Maneno ya Allah hayapingani wala hayagongani. Hiyo njia ya kwanza ya kumrudi huu mushabbih. Haiwezekani Allah aseme laysa kamithlihi shay alafu kumbe sifa zake zimefanana na viumbe vyake. Sasa itakuwa kauli hii ya Allah ina maana gani? Laysa kamithlihi shay, mwanielewa?
قال نرد على المشبه من كلام الذي استدل بكلامه فهو استدل بقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان. yeye mushabbih anatolea dalili kwa kauli ya Allah bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake imekunjuliwa. Wa qawlihi thumma istawa ala al-arsh, kisha akalingana sawa juu ya arshi. Wa qala istiwa'u al-makhluqi ma'lumun lana fanahmiluhu ala ma na'lamu. Anasema huyu mushabbih kulingana sawa kwa kiumbe tunajua, ma'lumun lana, kunajulikana, fanahmiluhu ala ma na'lamuhu, kwa tunachukua hilo ni kwa vile tunavyojua. Wakadha yuqalu fi baqiyati sifat, na kama hivyo husemwa katika sifa zote. Huyu mushabbih anadai hivyo, lakini waljawabu an naqul inna alladhi qala dhalika huwa alladhi nafa an nafsihi almithla. Huyo alisema hivyo ndio aliikanushia nafsi yake kufanana na viumbe vyake. Wa huwa alladhi nahana an nadhriba lahu al-amthal au an naj'ala lahu al-andad laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Maneno ya Allah yanatilia nguvu baadhi yake kwa baadhi nyingine, hayapingani. Thaniha, njia ya pili ya kumrudi huyu mushabbih, an yuqala lahu, ni kuambiwa alasta ta'qilu lillahi dhatan la tushbihu dhawat. Anaambiwa tena huyu mushabbih, je, wewe hufahamu kwamba Allah ana dhati lakini dhati yake haifanani na dhati zote za viumbe? Fasayaqulu bala, atasema bala, kwa nini nafahamu hivyo. Hakuna asiyefahamu kwamba Allah ana dhati ambapo dhati yake haifanani na viumbe vyote. Hata hao mushabbih pia wanakiri hilo kwamba Allah ana dhati lakini dhati yake haijafanana na dhati ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Fayuqalu lahu falta'qil lahu sifati la tushbihu sifat, kufahamu pia kwamba Allah ana sifa ambazo hazifanani na sifa za viumbe vyake. Fa innal qawla fi sifat kal qawli fi dhat, kwani kauli, maneno katika sifa ni kama maneno katika dhati. Bali wanasema maulama alqawlu fi sifati far'un anil qawli fi dhat, maneno katika sifa ni fari ya maneno katika dhati. Dhati ndiyo asli. Kama dhati ya Allah haijafanana na dhati za viumbe vyake, pia sifa za Allah zote hazijafanana na sifa za viumbe vyake. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqad, anayefarikisha baina ya dhati na sifa za Allah, huyu amejigonga gonga mwenyewe, amefanya tanaqud. Mnaelewa? Kama isivyofanana na dhati ya Allah na sifa za viumbe vyake, na pia sifa zote za Allah hazifanani na sifa za viumbe vyake. فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. anayefarikisha baina yao huyu amejipinga pinga mwenyewe. قال لأن الممثل يقرون بأن ذات الله تعالى ليس لها مثيل. hawa mumathil hawa wanakiri na wanakubali kuwa dhati ya Allah mtukufu haifanani na kitu chochote. Fayuqalu idha kunta taqilu dhatan laysa laha mathilun faltaqil sifatin laysa laha mathilun. Ukiwa unafahamu kwamba dhati ya Allah haina mfano wake, hakuna dhati iliyofanana na dhati ya Allah, pia fahamu kwamba sifa za Allah hazina mfano wake, hazijafanana na kiumbe chochote. Tumefahamu? Thalithuha, njia ya tatu ya kumrudi huyu mushabbih, an yuqala alasta tushahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fil haqiqa wal kayfiyya. Hivi wewe huoni katika hivi viumbe, huoni katika hivi viumbe vya Allah ambavyo vinawafikiana katika majina lakini vinatofautiana katika uhalisia na sampuli zake? Fayaqulu bala, alisema kwa nini? Ndiyo.
Vipi viumbe vinawafikiana lakini vinatofautiana kwa uhalisia na sampuli zake, si ndio? Binadamu hawa si wote ni binadamu. Je, tuko sawa sote, tunafanana? Tunatofautiana. Kadhalika ng'ombe, punda ni hivyo hivyo, wote wanaitwa punda lakini wanatofautiana. فسيقول بلى فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقين في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق. ukiwa unafahamu hiyo tofauti baina ya viumbe katika jambo hili, kwa nini hufahamu baina ya muumbaji na viumbe? ma anna at-tabayun baina al-khaliq wal makhluq adhharu wa a'zamu, pamoja na kwamba hiyo kufarikiana na kukhalifiana baina ya muumbaji na viumbe ndiyo dhahiri zaidi na ndiyo kubwa zaidi. Bali tamathulu mustahilun baina al-khaliq wal makhluq, kufanana ni mustahil, haiwezekani baina ya muumbaji na viumbe, kufanana haiwezekani, impossible. Mpaka tuseme hivyo, kama sabaka fil qaidati sadisa min qawaidi sifat, kama ilivyotangulia katika msingi wa 6 katika misingi hii ya sifati. Maneno yako wazi haya. Qala hadha jawabun thalithun aqliyun, ili jawabu la tatu la kiakili. Walhamdulillah ahlul batil mahsumuna maghlubun. Ashikha yasema watu wa batil mahsumuna maghlubun, wameshindwa. Lianna al-izzata lillah wa lirasuli wa lilmu'minin, sababu izza utukufu ni wa Allah na ni wa mtume wake na ni waumini. Wa hadha ma'nan wadihun fi ar-radd alayhim, maana hii iko wazi katika kuwarudi. Wa huwa an naqul la shakka annaka tushahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil ismi was sifa wa yakhtalifu fil haqiqa. Hakuna shaka kwamba wewe unaona katika viumbe vinavyowafikiana katika jina na sifa na kutofautiana katika uhalisia. Fallahu azza wa jalla qad athbata lil insani sam'a wa basara, Allah amemthibitishia mwanadamu masikio na kuona. Qala ta'ala inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. fahal as-sam'u alladhi athbatahu Allah 'azza wa jalla lil-insan kas-sam'i alladhi athbatahu ta'ala li nafsi? Je, kusikia ambapo Allah amemthibitishia mtu ni kama kusikia alikoithibitishia nafsi yake? Aljawabu la. Wa kama anna al-insana lahu quwwa wal filu lahu quwwa fahal al-quwwatani sawa? Mtu ana nguvu na ndovu naye ana nguvu. Je, nguvu mbili hizo za mtu na za ndovu ni sawa? Aljawabu la. Falfilu aqwa, ndovu ana nguvu zaidi kuliko mtu. Mifano mingi, Sheikh ameelezea mifano mingi hapa, tumefahamu. Kwa hiyo mumathila mushabbiha ni maghlubun, hawana hoja yoyote kwa madhehebu yao hiyo batil ya kumfananisha Allah au kufananisha sifa za Allah na viumbe vyake. Hawana hoja yoyote, hata ya kiakili, hata ya kisheria, hawana hoja yoyote. Madhehebu yao ni batil na ni muharram, ni haramu madhehebu yao na itikadi hiyo. Mtu kuitakidi kwamba sifa za Allah ni kama sifa za viumbe vyake ni madhehebu batili na madhehebu ya haramu. Mtu asisubutu kuitakidi hivyo. Aya ziko wazi, mifano iko wazi, mingi ameipiga Sheikh hapa. Mifano iko wazi kwa kwamba Allah ni tofauti na viumbe vyake, mifano ya kiakili na mifano ya kinusus za Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naomba Allah tuwafikishe katika haya tuliyofundisha na tuyafahamu na tuwe na uitakidi yote haya tuliyoyaelezea
ya haki. Kama kuna makosa labda ninaelezea kimakosa, tuache makosa hayo, ni shetani ndo anayetia makosa, lakini makusudio yetu ni kuelezea haki kama walivyoelezea masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim.